Kampeni zinaanza kukaribia kulindima ili mradi kuweza kujua hatima ya taifa la Tanzania ndani ya mwaka 2025 katika free and fair election, yani uchaguzi huru na wa haki. Sasa tuko na kauli mbiu tofauti ambazo nafikiri kiuhalisia kila mmoja anazisubiri, yani kazi na utu tunasonga mbele ama no reform no election. Na kiuhalisia tunajua kabisa kwamba wasanii wamekuwa na upana mkubwa kabisa kufanya maamuzi na kuangalia ni chaguo gani la kuweza kwenda kufanya kampeni ama kuendelea kuonyesha nguvu ya ushawishi na kuonyesha ushirikiano katika chama husika. Lakini mpaka sasa hivi kuna watu wengi sana wameweza kuingia kwenye akaunti ya Diamond na hata baadhi yao ya mashabiki kuanza kumunfollow Diamond, na hicho kitu maana kinaweza kumtokea pia hata Millard Ayo mara baada ya hii issue ya no reform no election. Yani muonekana pia kuwafanya baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kidogo na upinzani mkali kiasi kwamba pia wakaanza kumunfollow Millard Ayo na wakaenda pia kwenye page ya Diamond ya Instagram wameweza kumunfollow, na huku pia wakiwa wanamtukana kwa sababu wanaamini kabisa kwamba Diamond yeye ni muasisi lakini pia ni moja ya mdau mkubwa ama pia ni mwanachama wa chama cha CCM. Sasa hilo limekuwa ni kama kosa. Comment zimekuwa kidogo ni tofauti. Ukiingia kwenye page ya Diamond, hata kama ameweza kuachia labda niseme mambo yake binafsi ya kimuziki ama posti zake za picha, lakini si bado watu wamekuwa kidogo wakimtukana, na kwa wale haters wamekuwa wakitumia kama nafasi ya kuweza kumsema kwamba labda pengine ni kwa nini asimchague Tundu Antipas Mughwe Lissu, yani kuchagua no reform no election lakini sio kazi na utu tunasonga mbele. Nafikiri watu wamekuwa kilazimisha sana mapenzi ya mtu yaweze kuama, na hilo limeweza kumtokea Millard Ayo na hata Diamond mwenyewe kwenye page yake ya Instagram, na hata Millard Ayo the same pia imeweza kumtokea. Cha msingi tukutane kwenye idara ya comment section. Hii ni Hot Boy Media.